wako tunashukuru pia, kwa sababu tunawapa joto wafiwa, lakini kuwepo kwako pia kunaonyesha kwamba serikali iko hapa sasa. Nilitamani kusikia jinsi ambavyo ulikuwa ukimfahamu marehemu Onyango. Kwa watu wa umri wangu, mzee Onyango alikuwa superstar wa michezo ya kuigiza, ucheshi, na naamini wasanii wengi unaowaona sasa hivi wanafanya vizuri, miongoni mwa watu waliowavutia kufanya sanaa wanayoifanya alikuwa mzee Onyango. Mzee Onyango alikuwa anaigiza vizuri kiasi kwamba hata unavyosikia msiba wake, idadi ya watu wanaoniuliza kwamba hawaamini kwamba mzee hakuwa Mkenya kwa ile lafudhi ya Kilua aliyokuwa anaifanya ni wachache, ambayo inaonyesha jinsi ambavyo alifanikiwa kama msanii. Lakini pia alikuwa mtu mzima, yuko matured, hana mikogo, usikii vituko vya hovyo. Ni mtu ambaye umri ulimvaa, umri wake anaishi kwa maisha ya umri wake, lakini ile sanaa alikuwa mfano mzuri kwamba sio lazima kuwe na mambo ya hovyo miongoni mwa wasanii. Na taarifa ya msiba jinsi ambavyo ulipata? Na mimi nilikutana nayo online kwa bahati mbaya ama nzuri, sijui tuseme, bunge linaendelea. Kwa hivyo nilikuwa bungeni, mtu akaja akanionyesha, unaona mzee Onyango amefariki. Na huyo wa kwanza aliyekuja kunionyesha hakuwa anaamini pia kama mzee ni Mtanzania. Yaani alikuwa fan, lakini anaamini mzee ni kwa lafudhi ile ni Mkenya. Kwa hiyo taarifa niliipata kwa namna hiyo. Na ni kitu gani ambacho kilikuwa kinakuvutia wewe binafsi kwenye kazi zake za sanaa mzee Onyango? Ni ule uwezo wa kuvaa uhusika, lakini mafunzo mazuri ambayo alikuwa anakuja kuyaleta kwa kutumia sanaa yake. Ni kitu gani ambacho wasanii wanatakiwa kujifunza na kukichukua kama alama kaiacha kwenye tasnia ya filamu hapa nchini Tanzania? Kwa sababu tunaona jinsi ambavyo wamedumu kwenye tasnia kwa muda mrefu, ana skendo, kazi nzuri ndio ambayo inaongea na watu wengi wamempenda kwa kazi yake, na tofauti na watu wengine ambao labda wanataka kufanya kiki na vitu visivyokuwa vya utamaduni wetu wa Kitanzania ili kujipaisha juu. Yaani wewe umelitoa jibu kabisa wakati unaniuliza swali kwamba ili la kwanza wavae uhusika, wafanye vizuri kazi yao kwa kadri ya uwezo wao. Naamini watu wengi wana vipaji, na wakiweka akili zao na wakiwa na consistency itawasaidia kuwa wasanii wakubwa, lakini mfano wa kuigwa na kufikisha mahali wanapoitarajia kazi yao ya sanaa ifike. Hili moja. Lakini la pili, kujilinda, kuwa matured, kwamba kazi ya sanaa ni kazi kama kazi nyingine. Haihitaji makando mengi, haihitaji maskendo ili kuweza kukufanya uwe msanii mkubwa. Unaweza kuifanya lakini ukawa mtu wa familia, mtu unayejiheshimu, na mambo yakaenda vizuri vile vile. Msiba huu unatuachia darasa gani sisi ambao tumebaki? Darasa kwenye misiba ni lile. Kwenye Uislamu inasemwa kwamba kifo ni ukumbusho tosha, kwamba kuna siku ushakubali kuzaliwa, umekubali kwamba kuna siku, kitu cha uhakika. Yaani ukizaliwa unaweza usioe, unaweza usisome, unaweza usipate watoto, unaweza usifanye kazi, lakini kitu ambacho ni uhakika ni lazima kitakukuta ni kifo. Kwa hivyo pamoja na mambo mengine yote tunayofanya kwa ajili ya kutafuta maisha yetu, tuhakikishe kwamba tunajikaribisha kwa Mwenyezi Mungu na kuwa kwamba kuna siku moja tutarudi kwake. Nitumie fursa hii kuwapa pole sana na kuwaombea ustahimilivu kwanza wasanii wenzake wote, lakini hali kadhalika familia na wapendwa wake wote walioguswa na msiba huu kwa namna moja ama nyingine. Sisi tukupongeze kwa kukimbilia jamii, lakini kuwa kiongozi wa mfano, kwa maana kukimbilia tu kwenye matatizo ni sehemu ya maisha mazuri. Asante na endelea kufanya kazi. Mungu akuongoze. Na washukuru sana. Asante. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.